Karibuni kwa neno la Bwana mchana huu wa leo na wakati huu wa leo. Tuzidi kushukuru Mungu kwa uaminifu wake na uzuri wake. Amekuwa mwema. Kwanza niseme ya kwamba nashukuru kwa sababu ya yale Mungu anazidi kutenda katika nchi yetu na pia hata katika duniani kote. Jina la Bwana litukuzwe. Anazidi kutupigania vita, maana yeye ni mwema, katika jina la Yesu. Kabla ya mambo yote, ningeomba tuombe ili tulisikize neno la Bwana. Mungu, tunakushukuru, tunakutukuza, tunakusifu kwa uaminifu wako na wema wako. Asante kwa sababu ya nafasi nyingine ambayo umetupa kulisikiza neno lako. Naomba ya kwamba Bwana uzungumze na mioyo yetu na roho zetu. Tumbele zako Bwana, utunenee, utuzungumzie, na zaidi ya yote Bwana, unene na nafsi zetu. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Nataka kunena neno la Bwana mchana huu wa leo na wakati huu wa leo ambao Bwana ametupa mara tena kusikiza neno lake. Sio kawaida wapendwa ya kwamba Bwana ametupa nafasi ya kusikiza na kusikia yale ambayo anayohitaji tuyasikie. Naamini ya kwamba tunazidi kujichunga na kujiweka tukiwa salama katika vile ambavyo tunavyoongozwa na serikali yetu ili tukaweza kupigana na janga hili. Nataka kuzungumzia neno la Bwana kuhusu kuishi maisha yaliyo matakatifu. Living a holy life. Tuko katika msimu ambao pengine ni wa kujichunga kwa mambo mengi, kujilisha pia hata kwa neno la Bwana tukiwa manyumbani, tukiwa mbali na wale ambao pengine ni wakaribu nasi, pengine washirika wetu na mambo mengine kama yale. Lakini licha ya haya yote tunafaa kuishi maisha yaliyo matakatifu, maisha ambayo ni ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Living a holy life. Na kuanzia mwanzo kama vile ambavyo tunavyojua ni kwamba yeye Mungu ni mtakatifu. Our God is holy. Na wale wote ambao aliyotembea na wao aliwahitaji wawe watakatifu. Aliwahitaji waishi katika utakatifu. Na alitembea Mungu wetu kuanzia mwanzo na utakatifu. Tunaona maisha ya Adamu kuanzia pale mwanzo katika kitabu cha Genesis, alipomwambia mwanadamu huyu Adam jinsi ya kuishi wakiwa na mke wake Eve, na walipokosa kukaa katika ule utakatifu, Mungu aliweza kuwafukuza katika lile shamba la Edeni. Na siku hii ya leo wapendwa, nataka kuzungumzia kuishi katika utakatifu. Na ili mambo mengine ambayo Bwana anahitaji tumpendeze nayo, tumpendeze katika utakatifu. Yale ambayo nataka tuyatende, hata kama tuko mbali pengine na wale ambao ni wachungaji wetu, pengine na wale ambao ni viongozi wetu wa kanisa, lakini tujue kwamba tunao jukumu na tunao jambo ambalo tunalostahili kulifanya ambalo ni la kutembea katika utakatifu. Nimesema kwamba Mungu ni mtakatifu. God is holy. And tunapo describe Mungu, tunamdescribe Mungu kama mtakatifu. Na vile vile nasi pia kama watu wake na kama wale ambao ni wazizi lake, tunafaa kutembea katika utakatifu. Na najua kwamba Mungu atatuzungumzia na atatunenea katika jina la Yesu Kristo. Holiness inamaanisha kwamba we should be consecrated. Tunastahili kutengwa na kuwekwa kando na kutembea katika njia ambao ni ya kipekee. Tuwe watu ambao hawatembei katika maisha yale ambao ni ya ukawaida. Holiness means to be pure. Kutembea bila kuwa na dhambi. Being pure na kuenenda kando na kuwa na dhambi. Na tunastahili wapendwa, hata katika msimu kama huu, hata kama hatuonekani na hatuangaliwi na tufuatiliwi, tujue kwamba tunastahili kutembea mbali na dhambi katika jina la Yesu Kristo. Kuna mambo matano ambayo nataka kuyazungumzia kwa dakika chache zilizo mbele zetu, ambayo nataka kuyazungumzia kuhusu utakatifu kama wa Kristo. And I want to speak about a Christian, kwa Mkristo kutembea na utakatifu. As a Christian, number one, jambo la kwanza, as a Christian we are called to live a holy life as Christ. Kama wa Kristo tumeitwa kuishi maisha matakatifu kama Kristo. Na hii inaita ya kwamba a Christ like life.
kama vile ambavyo Kristo alivyo mtakatifu. Tunajua Yesu Kristo alipokuja hata katika ulimwenguni huu na akatangamana na dhambi na wenye dhambi, hakujichanganya. Aliishi katika utakatifu, alitembea katika utakatifu, aliyatenda mambo yote katika utakatifu. Na hivyo ndivyo kama vile ambavyo tunajiita wa Kristo, tunafaa pia kutembea katika utakatifu. Tuenende katika holiness, na hiyo inampendeza Mwenyezi Mungu. Actually hakuna kitu ambacho kinampendeza Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu kama kutembea na utakatifu. Na katika msimu kama huu, katika hali kama hii ambayo tuko ndani yake, kile ambacho nataka kutusisitiza kama Wakristo na kama kanisa la Bwana ni kuenenda katika utakatifu. 1 Peter chapter 1, nataka tusome 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16, inasema ya kwamba, so think clearly and exercise self-control. Look forward to the gracious salvation that will come to you when Jesus Christ is revealed to the world. Verse 14. So you must live as God's obedient children. Do not slip back into your old ways or living to satisfy your old desires. So didn't know any better then? Verse 15. But now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. Verse 16, for the scripture says, you must be holy because I am holy. Huyu ni Peter, kama vile nasema Petro wa kwanza, mstari wake wa 13, 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16. Na anasisitiza mambo kadhaa pale, ambao tunaona kuanzia mstari huu wa 13 mpaka 16. Na zaidi mstari wa 16 inasema kwamba maandiko inasema kwamba we must be holy. Tunafaa kuwa watakatifu kama vile Kristo ama vile Mungu mwenyewe alivyo mtakatifu. Verse 15 inasema kwamba but now you must be holy. Munafaa kuwa watakatifu in everything, katika mambo yote. Tunapozungumzia mambo yote kwa wanadamu, ni mambo mengi sana ambayo tunayofanya na tumeruhusiwa kuyafanya kama wanadamu. In everything, when you talk about everything, ni mambo yote, katika kuongea kwetu, katika kuenenda kwetu, katika kuishi kwetu, katika mambo yetu hata ambao ni asiri, ambao hatuonekani na watu wengine. We should walk a holy life. Na ndio nataka kusisitiza kwa kila mmoja wetu na kuzungumzia mchana huu wa leo. Verse 15 inasema kwamba we should be holy in everything, katika mambo yote ambayo tunayoyafanya. Unajua kuna uwezo ambao Mungu ametupa kufanya katika maisha yetu. Mungu ametupa that ability. Mungu ametupa nafasi ya kutekeleza mambo katika maisha yetu. Unaweza kufanya mambo katika mawazo yako, unaweza fanya mambo katika mwili wako, unaweza fanya mambo hata katika roho yako. Huo ni uwezo ambao Mungu amekupa, mpendo ambao unayonisikia mahali ulipo. Na Bwana anatuambia kwamba katika hayo yote unastahili kuexercise mambo hayo yote katika holiness. Hata wakati ambapo hauonekani, hata wakati ambapo uko nyuma ama uko mahali ambapo uko, unastahili kuyafanya mambo yote katika utakatifu. Kwa nini? Mstari wa 10 inasema kwamba just as God, Mungu alivyokuchagua na alivyo mtakatifu. Kama vile Mungu alivyokuchagua na utakatifu wake, unastahili kuexercise that holiness. Tutembee katika utakatifu, kanisa la Bwana. Hata kama tuko mbali na mmoja na mwingine, neno la Bwana ambalo ameweka katika moyo wangu siku ya leo kuwazungumzia is that we should walk in holiness. Tutembee katika utakatifu. Tufanye mambo yetu katika utakatifu. Katika manyumbani mwetu, katika mahali petu pa kazi, tutembee katika utakatifu. Verse 14 nazungumzia kwamba tusikubali kurudi nyuma. B yake inasema do not slip back into your old ways. Tusikubali kurudi nyuma, kuteleza nyuma kwa mambo ambayo ni ya zamani. The old ways. Mambo ambayo hayakufaa na hayakustahili. Lakini tunastahili kuishi katika ile ambao ni desires ambazo ni za Mungu. Yale ambao Bwana anayofurahishwa nayo. Na naomba ya kwamba katika jina la Yesu Kristo, Bwana atupe hii neema ya kutembea katika utakatifu. Mungu wetu ni mtakatifu. Baba wetu ni mtakatifu. Yeye aliyetuita ni mtakatifu, na tunastahili kutembea katika huo utakatifu. Jambo la pili, point number 2, katika kutembea katika utakatifu, we cannot be holy by our own efforts. Hatuwezi kuwa watakatifu kwa nguvu zetu sisi wenyewe, kwa uweza wetu wenyewe. By
our own discipline. Hatuwezi kuwa watakatifu ati kwa sababu tunajiwekea mikakati fulani. But we can just be holy by the power and being empowered by the Holy Spirit. Kwa nguvu zako wewe mwenyewe kama mwanadamu na discipline yako wewe mwenyewe kama mwanadamu hauwezi. Maana uwezo wa mwili huu it is very limited. Utajidiscipline tu kwa dakika chache na utajikuta kwamba umerudi katika yale ambayo hampendezi Mwenyezi Mungu. Lakini kuna kitu ambacho unahitaji. Kuna zaidi ya discipline yako wewe mwenyewe ambaye ni uwezo wa Roho Mtakatifu. The power, empowering of the Holy Spirit. Ile kazi ambayo inaofanywa na Roho Mtakatifu ndani yetu ambayo mwanadamu na mwili wake na nguvu zake na mawazo yake ambayo hawezi. Roho Mtakatifu anatusaidia. Maandiko yanatuambia kwamba anatusaidia katika udhaifu wetu. We have weaknesses. Tunao udhaifu wapendwa. We have our own weaknesses. Kama wanadamu, kama mtu binafsi una udhaifu wako. Na unastahili kujua ya kwamba ili udhaifu huo usionekane, ustabulikane, unastahili Roho Mtakatifu ambaye anatuempower. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu huyu ambaye alitukubalia na akakubali Roho Mtakatifu kuishi ndani yetu. So mpendwa, mahali ulipo, kama hujajawa Roho Mtakatifu, muombe Bwana akujae na Roho Mtakatifu. Kwa sababu hutaweza peke yako. Warumi 8 mstari wake wa 26 na 7, Romans chapter 8 verse 26 and 27 inasema kwamba in the same way the Spirit will also help us in our weaknesses. I love the way it just starts. In the same way, the Spirit, that the Spirit of God, will help us in our own weaknesses. Roho Mtakatifu atatusaidia katika udhaifu wetu. Tuna udhaifu. Hakuna mtu ambaye hawezi sema kwamba hana udhaifu. Tuna udhaifu wa kila aina kama wanadamu. We have our own weaknesses. Tuna udhaifu ambao uko kwa mwanadamu tangu alipozaliwa na alipoumbwa. Hata kuanzia mwanzo vile ambao nimetaja Adamu, alikuwa na weakness yake. Lakini tuna Roho Mtakatifu ambaye anayetusaidia. Tumesema katika mstari wa huo ambao umepita ya kwamba we cannot, ama the point number 2, hatuwezi kuwa wa kushinda na kuishi katika maisha matakatifu kwa nguvu zetu wenyewe. We need the Spirit of God. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Inaendelea hivi kusema, for we do not know how to pray. Hatujui jinsi ya kuomba as we should, but the Spirit himself intercedes for us with a groaning too deep for words. Verse 27 inasema kwamba, and he who searches the hearts knows that whatever the mind of the Spirit is. Inamaliza kusema kwamba because he intercedes for the saints according to the will of God. Hivyo ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu anavyotufanyia wapendwa. Katika udhaifu wetu, katika hata kutojua kwetu. Maandiko yanasema kwamba hata hatujui kuomba. Kama hatujui kuomba, kile ambacho pengine tunafikiria tunajua, kushikanisha maneno na kusema yale ambayo huwa tunayasema, na maandiko yanatuambia kwamba hatujui. Kwa hivyo inasema kwa njia nyingine tumaanisha kwamba we are weak. Kuna udhaifu ambao tuko nao. Kuna udhaifu ambao hata tunapofikia tunajua hatujui. Lakini Roho Mtakatifu ambaye tunahitaji atembee pamoja nasi, Biblia inasema kwamba he helps. Kama vile tumeanza huo mstari wa kwanza, anatusaidia katika huo udhaifu. Na Bwana Yesu asifiwe ya kwamba siku ya leo wale ambao wamejaa Roho Mtakatifu wana understand kitu gani ambacho nachokizungumzia, ya kwamba Roho huyu anatusaidia in our weaknesses. Na kama kuna wakati ambao tunahitaji Roho Mtakatifu ni kipindi hiki, ni msimu huu, ni wakati huu, ya kwamba atusaidie katika udhaifu ambao tunaweza kuwa nao. Ya kwamba mpendwa, wakati kama huu wa kuishi katika maisha matakatifu, wakati huu ambao ni wa kuishi mbali pengine na wale ambao ni viongozi wako wa kanisa, ya kwamba unatembea katika utakatifu wa Bwana. Kwa sababu hatutembei katika utakatifu kwa maana tunaonekana na watu wa kanisa ama viongozi wa kanisa na wachungaji na wale wengine. Tunatembea katika utakatifu kama vile ambao tumesoma katika 1 Peter, kwa maana Bwana yeye ni mtakatifu na anahitaji tutembee katika ule utakatifu. So na hatuwezi tembea katika utakatifu bila usaidizi wa Roho wa Mungu. We need the Spirit of God. We need the help
of the Holy Spirit of God, ili atusaidie katika our weaknesses. Kama wanadamu, we have weaknesses. Tunao udhaifu ambao tuko nao. Tunao udhaifu ambao kila mmoja wetu ako nao. Lakini utakuwa wa kukamilishwa huo udhaifu tutakapojawa na kutembea katika Roho Mtakatifu. Jambo la tatu, the holy living life requires you to make sure that you work out the following by the help of the Holy Spirit. Kutembea katika utakatifu inafaa ufanye mambo haya kadhaa. Nataka kuyazungumzia kwa haraka sana, ambayo iko katika, hitasoma maandiko lakini tataja hatu hayo mambo. Iko katika 2 Peter from chapter 1 from verse 5 to 15. Lakini nimesummarize mambo haya ambao ni mambo 8 ambao tunastahili kuwork out nayo ili tutembee katika maisha matakatifu. We should work out on these 8 things. Number 1, we should work out on our faith. I've been speaking about faith for some time. Nimekuwa nikiwazungumzia kuhusu imani. Hata Jumapili iliyopita nilizungumzia kuhusu imani. Hata siku ya leo, jambo la kwanza ambalo tunastahili ku work out now, it is our faith. Imani yetu tuichunge, tuilinde, tuipalilie vizuri ili isikuje kudidimia. Jambo la pili, it is goodness, utu wema. Tujaribu kila wakati kuwa watu wema, hata katika kipindi hiki ambao tuko ndani yake, so that we can live a holy life. We should work out on our goodness, uzuri wetu, utu wema. Knowledge, tuwe na hekima ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Knowledge ambayo inapeanwa na Mungu wetu. Nakumbuka mtu mmoja katika Biblia ambaye aliombwa aseme ni kitu gani ambacho angehitaji katika ulimwengu wote, na Mungu akamuuliza ni kitu gani ambacho ungetaka nikupe. Akasema kwamba angehitaji that knowledge, angetaka tu hekima. Na ningeomba hata nasi tupewe hekima na Mwenyezi Mungu ili tuweze kuishi katika utakatifu wa Bwana. Self control, tunahitaji kuwa watu ambao ili tuishi katika utakatifu wa Bwana, we have that self control. Mambo mengine ambayo yanayotokujia ambao kwa usaidizi wa Roho Mtakatifu tunaweza sema la kwa mambo hayo. Mambo mengine ambayo pengine kwa sababu uko peke yako huko, unapoyaona unaweza sema hapana, haya sitafanya, haya sitaongea, haya sitayatenda, na utaweza kuishi katika maisha ambayo ni matakatifu. Na jambo lingine, it's perseverance, kuwa wavumilivu, kuwa watu ambao ni wakuomba Bwana tupe uvumilivu ndani yetu. Perseverance, hata Yesu Kristo aliweza kuvumilia. Katika jina la Yesu Kristo tuvumilie katika ugumu na uzito, na tutaweza kushinda na kuishi maisha yaliyo matakatifu. And godliness, uungu. Tuwe na uungu ndani yetu. Yale ambayo tunayofanya, yale ambayo tunayotenda, ili tuweze kuishi katika maisha matakatifu, lazima tuwe na godliness. And number 7, it is brotherly kindness. Ule kuwa na kutenda mema kwa ndugu na mwingine. Brotherly kindness, kuwa wa kujali moja na mwingine. Tunahitaji hiyo sana wakati kama huu. Na hiyo ni mojawapo ya kudhibitisha ya kwamba tunatembea katika utakatifu. Na la mwisho ni upendo. Love. Tunastahili kuonyesha upendo katika jina la Yesu Kristo. Mambo hayo 7 ambao nimezungumzia, ambao tunayopata katika 2 Peter chapter 1 verse 5 to 15, yanatusaidia pia kutembea katika utakatifu. Holiness, number 4. Holiness is something that should be developed and continued. Godly living is like practicing in sports. Katika utakatifu is something that should be developed. Ni kitu ambacho kinastahili kukuzwa ndani yetu. Si kitu tu kinatoka from nowhere. It's something that should be developed. Ni kitu ambacho kinastahili kupaliliwa na kutunzwa katika mioyo yetu. Kama vile ambavyo tunajua wana sport, wale ambao ni wana michezo, kila wakati ili uwe mkimbiaji mzuri, ili uwe mtu ambaye ni mchezaji bora mzuri, ili uwe mtu ambaye ni wa kucheza mchezo wa aina fulani vizuri, lazima you practice that. Lazima uwe wa kufanyisha mazoezi huo mchezo ambao unaupenda. It need a regular effort and persistent and being focused. Inahitaji kila wakati uwe mtu ambaye ni wa kufuatilia kila wakati. Inahitaji ungangane kila wakati, na that effort hiyo kufanya bidii kila wakati. So even holiness inahitaji bidii, wapendwa. It's not just something ambayo itakuja tu overnight. It need that strength. Inahitaji hiyo persistence. Inahitaji that effort. Hiyo nguvu ambao ni ya kufanya leo na ufanye tena kesho. Hiyo nguvu nyingine ambayo inakuambia kwamba hilo jambo ambalo unalolifanya haliwezekani, unangangana tu kila wakati, and you shall be utaibuka kuwa mshindi katika jina la Yesu Kristo. Hebrews chapter 12
Wahibrania 12 mstari wake ni wa kwanza mpaka wa 3 inasema ya kwamba therefore since we are surrounded by so great crowd of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so close, and let us run with endurance the race is set before us. Aha, kama vile ambavyo bimesema kwamba kama vile ambavyo we are being surrounded, tumezungukwa na mashahidi wengi, tunastahili kuweka kando yale yote ambayo yanatufanya tuwe na ule uzito, that weight us, ile ambayo inatufanya tuwe na uzito na tuweze kukimbia, tuweze kuwa na that, tukimbie with that endurance, ile mbio ambayo tunayokimbia. Paulo anazungumzia katika Hibrania kama vile nimesema kwamba kuishi katika maisha ya utakatifu ni kama vile ambavyo ni wana michezo. Na Biblia inasema kwamba na tunajua vizuri kwamba kama vile mwana mchezo yoyote yule, kama ni mkimbiaji, anakimbia with endurance. Hakuna kukimbia ambayo inakuwa rahisi. Inakuwa na lazima iwe na that endurance, iwe na kusukumana, iwe na kung'ang'ana. Na sisi pia katika safari hii ya wokovu, katika safari hii ya kuishi katika utakatifu, we have to endure. Lazima tung'ang'ane na tupambane. Lazima tung'ang'ane katika hii mbio. Lazima tung'ang'ane katika huu utakatifu. Na Roho wa Bwana atatusaidia na atatuwezesha. Verse tunasema kwamba looking to Jesus, tunapong'ang'ana, tunapokimbia katika hii mbio, kuna yule ambaye tunamemwangazia. Kuna yule ambaye ako mbele zetu. Tukimtazamia Yesu Kristo ambaye he is the founder and the perfecter of our faith. Yeye ndiye ambaye ni mwanzilishi na yeye ndiye ambaye ataukamilisha imani yetu. Na Bwana atusaidie sana. Katika hiyo ambayo tumetoka ya slide number 3 imetuzungumzia jambo moja ambalo tunastahili ku work out now, it is faith. Na tuna yule ambaye ni mwanzilishi wa imani yetu wapendwa, ambaye ni Yesu Kristo. Na naomba kwamba let us to focus on that Jesus. To focus on this good Jesus ambaye alituanzishia kazi njema ndani yetu, na tutaweza kumalizia katika jina la Yesu Kristo. Niruke hiyo ambayo ni ya verse 2 and verse 5, verse 3 nasema kwamba consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. Tunaambiwa kwamba tukimtazamia huyu Kristo ambaye aliyeshinda dhambi, aliyeshinda majaribu haya yote, na tusikubali kuwa wakufa moyo katika jina la Yesu Kristo. So wapendwa, katika jina la Yesu nimalizia number 5 ya kwamba ili tuishi katika maisha matakatifu, the fruits of living holy life is receiving the eternal life. So tunapoishi katika utakatifu kuna mazao yake, kuna matunda yake. Si kuishi tu katika maisha matakatifu na tutubaki tu hivyo bure. There are those fruits, kuna matunda. Tunajua kwamba tunapopanda mimea katika mashamba yetu, mwisho yake huwa tunatarajia matunda. Na najua kwamba hata tunapopanda utakatifu kuna matunda mazuri ambayo utakayopata, ambao ni eternal life. Tutakaposoma katika Warumi 6 mstari wake wa 22 mpaka 23 inazungumzia, na pia Wagalatia 6 mstari wake wa 8 na 9 inazungumzia ya kwamba tunastahili kuishi katika utakatifu ili tukapokea yale yaliyo mazuri. Nisome tu Galatians napomalizia, Wagalatia 6 mstari wake wa 8 na wa 9. For the one who sow to his own flesh will reap corruption, but the one who sow to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Kwa sababu ya yule ambaye anapanda katika mwili huu, Biblia inasema kwamba atavuna corruption, kuharibika. Lakini yule ambaye anayepanda katika roho, katika the holy living, ndiko inasema kwamba ataweza kuvuna katika the eternal life, katika maisha ambayo, ama maisha mengine ambayo ni mapya ya milele. Verse 9 inasema kwamba and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give
up. So wapendwa, tusichoke kuishi katika maisha matakatifu. Tusichoke katika kutembea katika utakatifu. Kwa sababu wakati unafika tutalipwa kwa hayo yote ambayo tunaoishi kwa utakatifu katika jina la Yesu Kristo. So Mungu wetu wabariki sana. Nataka kuombea mahali ulipo ili Bwana akusaidie kuishi katika utakatifu. Baba wetu na Mungu wetu, na kushukuru kwa neno lako. Naomba kwamba Bwana utusaidie kutembea katika utakatifu. Jinsi wewe ulivyo mtakatifu, kama vile ambao umetuzungumzia Bwana, tusaidie nasi pia kutembea katika utakatifu. Naombea Bwana msikizaji wangu, naombea Bwana yule ambaye anasikia sauti hii ya kwamba atatembea katika utakatifu hata katika hali hii na wakati huu mgumu. Bwana, naomba kwamba Mungu kile ambacho watashikilia zaidi ni kutembea katika utakatifu wako, ili Bwana wapiganie na washindanie watu wako katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa Roho kwa Mtakatifu ambaye anatusaidia kutembea katika safari hii. Hebu Bwana tukashinda kwa ajili Bwana uko pamoja nasi. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini, na tuwote tuseme amen. Bwana wetu wabariki, watende mema na wapenda mahali popote mlipo. Nashukuru sana kwa sababu ya support yenu, kila mmoja wenu mahali ambapo ulipo. Jua kwamba tunakuombea kama kanisa la KAG, tunakuombea. Tunajua kwamba Bwana atazidi kuwahifadhi. Mungu wetu wabariki mpaka wakati mwingine. Bwana awe pamoja nanyi. Amen.